wakati Diamond anachia ngoma ya Msumari, nikaeleza ukubwa wa Diamond. Before ya Msumari aliposti post yake Instagram kuambia mashabiki zake kwamba yo, mwezi huu wa 10 jamani, mashabiki zangu ni mwezi wenu, nitakuwa nawapa ngoma back to back na nini. Mimi nikazungumza kwenye recap nikasema kwa ukubwa wa Diamond, ukubwa wake, hadeserve na hatakiwi kabisa kuzungumza, ku-announce chochote kwa Kiswahili. Kwa sababu asilimia kubwa ya mashabiki zake sio Bongo. Asilimia kubwa ya mashabiki wa Diamond, yani Bongo labda asilimia 30 tu, lakini asilimia 70 inatoka nje. Kila taifa wali Diamond na mashabiki. Watu wengi waliona kama kwa nini? Listen. Kama wewe ni msanii wa international, una mashabiki wengi ambao hawajui Kiswahili, wanatakiwa kujua kila unachoandika kinamaanisha nini. Diamond anatakiwa chochote announce, aandike kwa Kiswahili, address kwa Kiswahili, then ana address pia kwa Kiingereza kutokana na standard yake. Ana mashabiki wanaozungumza Kiswahili, lakini asilimia kubwa hawajui Kiswahili na lugha ya biashara ni Kiingereza. Kwa unapo announce chochote, hata kwenye nyimbo zako, hakikisha tunapata lugha ya biashara aiza Kiingereza. Nimependa kwenye wimbo wa Sasampa kwa sababu kuna kina vocalist na kina Silas, maana mashabiki wanajua nini kinachoimbwa. Sasampa ni nini? Kwa sababu wale wameeleza ni pesa na nini. Lakini pia video imejieleza, hata usipoimba unajua kabisa hii video inahusu mambo ya hela na nini. Juzi, I think jana, akaposti kitu akasema nitaweka tangazo, kesho nitaweka tangazo kwenye Instagram kuhusu wimbo wa Sasampa. Then chini mstari wa juu kaandika kwa Kiswahili, chini kaandika kwa Kiingereza. Mimi nimependa sana hiyo, kwa sababu wale ambao hawajui Kiswahili wataangalia Kiingereza, kivyo pale jamaa akawapa ujumbe kwa Kiingereza. Kwa mfano wimbo wa Ciara, mbona kaimba Kiingereza? Ndio kitu ambacho mimi huwa nakiwaza. Kwa nini Diamond kwenye nyimbo zake hawezi hata kumix Kiswahili na Kiingereza? Mbona kwenye ngoma kama ya Ciara ya Low kamix Kiingereza, Kiswahili? Kwa nini ngoma zake yeye hawezi kuaddress, na zile ngoma ni kali mno, sio kwamba ngoma mbaya, ngoma kali, na ka-address kwa hata akishirikishwa na Nigeria ataimba Kiingereza na Kiswahili na mix, hata akishirikishwa na nani? Why ngoma zake nyingi sasa hivi hawezi kumixi? Kwa sababu pia utawafanya hata watu unachoimba, hata watu ambao hawajui Kiswahili wanaelewa unaimba nini. Ndio kitu ambacho mimi huaga nakizungumzia. Kwa mfano mtu ambaye kawini kwenye hicho, Harmonize pale kawini, kwa sababu yeye yani lazima ataimba Kiingereza, lazima Harmonize. Harmonize hawezi kukimbia nyimbo Kiswahili ikaisha, lazima ataweka Kiingereza, ataweka Kiswahili. Maana hata mtu ambaye hajui Kiswahili anaelewa hapa kasema hiki, hapa kasema hiki. Kwenye recap tulizungumza na nimeona kinafanywa kazi. So sometimes pia unafurahi, unaona yes, kuna vitu lazima vifanyike.